Nilifanya mapenzi na pacha mwenzangu bila kuelewa. Haya ni maneno yaliyobeba dhamira kuu ya simulizi hii ya kusisimua, iliyobeba hisia, upendo, maumivu pamoja na usaliti. Simulizi iliyobeba mandhari halisi katika maisha ya Kitanzania. Simulizi iliyojaa mafunzo ya kutisha. Karibu uungane nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Langu jina ni Mr. A Romantic. Tafadhali mpendwa, ili uwe mwanafamilia wa kudumu wa Simulizi TZ, ninakuomba jambo la msingi na la kufanya: gusa alama ya kengele kwa kusubscribe chaneli yetu, na hapo utakuwa umetisha kinoma noma na utakuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Songa nami ili uweze kupata utamu wa simulizi hii. Nilifanya mapenzi na pacha mwenzangu bila kuelewa, na huu ndiyo mwanzo wa simulizi hii. Mvua ilinyesha kwa nguvu usiku ule, radi na ngulumo zikitawala anga la jiji la Dar es Salaam. Baridi kali ilivuma, ikiambatana na upepo mkali uliovuma kwa nguvu, ukitikisa madirisha ya ghorofa ya kifahari aliyokuwa anaishi Kelvin. Alikuwa ndani ya chumba chake cha kifahari, akiwa amelala kifua wazi juu ya kitanda chake kikubwa, huku akiangaza macho yake juu ya dari, akitafakari maisha yake. Kelvin hakuwa mtoto wa kawaida. Alizaliwa katika familia ya kitajiri, baba yake akiwa mfanyabiashara mkubwa wa madini, huku mama yake akiwa mama wa nyumbani. Lakini pamoja na utajiri wa familia yake, maisha yake yalikuwa na giza kubwa ambalo hata yeye hakuweza kulielezea. Alikuwa akihisi kuna kitu kinachokosekana ndani ya moyo wake, hisia ya upweke na pengo lisilojazwa na pesa wala anasa alizokuwa nazo. Aliinuka taratibu kutoka kitandani na kuelekea dirishani, akitazama mvua ikinyesha kwa nguvu. Katika mawazo yake alihisi kuna kitu kikubwa kitabadilika ndani ya maisha yake usiku huo. Hakujua ni nini, lakini moyo wake ulimwambia kuwa kuna jambo linakuja, jambo ambalo lingebadilisha kabisa maisha yake. Asubuhi ya siku iliyofuata, Kelvin alienda kazini kama kawaida. Alikuwa mmoja wa mameneja katika kampuni ya baba yake. Japo alikuwa bado kijana mdogo mwenye umri wa miaka 25. Wakati akiwa ofisini, simu yake iliita. Ilikuwa ni mama yake. "Kelvin mwanangu, nataka nikwambie kitu." Sauti ya mama yake ilisikika kwa upole. "Ndiyo mama." "Tafadhali nijuze, ulitaka kuniambia nini mamangu?" aliuliza, huku akiinua glasi ya maji na kunywa taratibu. "Mwanangu, nimeajiri msichana wa kazi mpya leo. Atakuwa anatusaidia hapa nyumbani. Tafadhali sana Kelvin, naomba umpokee kwa upole. Si unajua tulivyokuwa na shida na wafanyakazi wa nyumbani." Kelvin alitabasamu. "Usijali mama, nitamheshimu kama unavyotaka. Nafikiri unanifahamu." Hakuwa na shauku sana juu ya hilo. Wafanyakazi wa nyumbani walikuwa wakija na kuondoka, na hakuwa na muda wa kushughulika nao. Baada ya mazungumzo mafupi, alirudi kwenye kazi yake bila kujua kuwa usiku huo maisha yake yangebadilika milele. Jioni ilipofika, Kelvin alirejea nyumbani. Alipofika,
alimkuta mama yake akiwa sebuleni na msichana mrembo aliyekuwa ameketi kwa adabu, macho yake yakiwa yameelekezwa chini. Kelvin, huyu ndiye msichana niliyekuambia. Jina lake anaitwa Ana. Atakuwa anatusaidia hapa nyumbani, mama yake na Kelvin alisema, huku akimtazama msichana huyo kwa upendo wa mama kwa binti yake. Kelvin alimtazama kwa umakini. Ana alikuwa mrembo, tena mrembo wa kupindukia. Ngozi yake laini na nyororo, macho yake sasa makubwa yenye mvuto wa dhati, na midomo yake iliyokuwa na umbo la upinde wa kupendeza. Kulikuwa na kitu cha ajabu ndani ya macho yake, kitu ambacho hakukielewa kwa haraka. Ana naye alimtazama Kelvin kwa muda mfupi, kisha akainamisha macho yake chini haraka, kana kwamba alikuwa na woga fulani. Ina maana utakuwa unalala hapa ndani ya nyumba yetu? Kelvin aliuliza kwa sauti ya upole lakini ya uchunguzi. Ndiyo, Ana alijibu kwa sauti ya chini yenye aibu fulani hivi. Kulikuwa na hali ya muhemko, tena muhemko wa ajabu kati yao, hali ambayo hata mama yake Kelvin alihisi. Usiku huo Kelvin hakuweza kupata usingizi. Alikuwa akiwaza juu ya Ana. Kulikuwa na kitu ndani yake kilichomfanya muhisi tofauti. Alijihisi kama amewahi kumwona kabla, lakini hakuwa na uhakika ni wapi ambapo alimwona. Ndipo alinyanyuka kutoka kitandani na kutoka nje ya chumba chake. Alitembea taratibu kwenye ukanda wa ghorofa ya juu, akapita sebuleni, kisha akasimama karibu na mlango wa chumba cha Ana. Alijaribu kujizuia, lakini moyo wake ulimtuma kugonga mlango wake taratibu. Ana, Ana, Kelvin aliita kwa sauti ya chini. Mlango ulifunguliwa taratibu na Ana akajitokeza akiwa amevalia night dress nyepesi ya rangi ya pinki iliyokuwa imeganda mwilini mwake, ikiakisi mwanga wa taa za korido, na chuchu zake saa sita zikionekana barabara. Kelvin alimeza mate kwa nguvu. Macho yake yaliangukia shingoni pa Ana, kisha yakashuka taratibu hadi kwenye mwili wake wa kuvutia. Ana alihisi joto la macho ya Kelvin, lakini hakusema kitu. Una uhakika kuwa hatujawahi kuonana kabla? Kelvin aliuliza ghafla. Ana alishusha pumzi, tena pumzi mzito, akimtazama kwa macho yaliyojaa hisia nzito. Sijui, lakini kuna kitu ndani yako kinanikumbusha mtu fulani hivi, alijibu kwa sauti ya chini. Ukimya ulitawala, tena ulitawala kati yao, huku wakitazamana kwa muda mrefu. Ilikuwa ni hisia ya ajabu, kana kwamba walihisi kuvutwa na nguvu isiyoweza kuelezeka. Kelvin alihisi mwili wake ukiwaka moto, mapigo ya moyo wake yakiongezeka kasi ya ajabu. Hakuwahi kuhisi kitu kama hicho, tena kama hiki, kwa mwanamke yeyote yule kabla ya kukutana na Ana. Lakini sasa alihisi hali hiyo ambayo ilimshangaza sana kichwani mwake. Nitakuona kesho, alisema kwa sauti nzito, kisha akageuka na kuondoka. Lakini kabla hajafika mbali, alisimama na kugeuka tena, kisha akasema, Ana, usiku mwema Ana. Kisha Ana alitabasamu kwa upole, tabasamu
lililokuwa na maana nzito. Usiku mwema. Usiku mwema Kelvin. Kelvin aliingia chumbani mwake akiwa na mawazo mazito. Hakujua ni kwa nini Ana alimvutia kwa haraka, tena kutoka ndani ya kitako cha moyo wake, tena kwa namna isiyo ya kawaida. Lakini jambo moja alikuwa na uhakika nalo: hakuwa na uwezo wa kujizuia katika hisia zake pindi tu alipokuwa akimwona Ana. Alijikuta akitoka na upendo wa dhati ndani ya moyo wake. Hisia zilizidi kushamiri ndani ya moyo wake. Hakuweza hata kufikiria kwamba msichana huyo ambaye moyo wake ulikuwa unamvutia kwa kasi sana, ya kwamba aliwahi kumwona sehemu yoyote huenda. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi inayokwenda kwa jina Nilifanya Mapenzi na Pacha Mwenzangu, tena bila ya kuelewa. Hii ni simulizi TZ. Langu jina ni Mr. A Romantic, kutoka hapa Simulizi TZ. Hakika usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Je, ni nini kitaendelea baada ya Kelvin kuingia katika chumba cha Ana, huku akionekana wanaagana, lakini Kelvin akionekana kwenye ubazito la mapenzi na hisia zisizoweza kuhesabika? Asante na kwaheri. Bye bye. Tukutane muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya pili. Asante.